Yesu asifiwe. Ni mama wa mume mmoja na watoto watatu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatumika chini ya Askofu Ambokile Mwamlango katika kanisa la Faith Alive, kanisa lililo hai au kanisa linaloishi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sio mara yangu ya kwanza kufika mahali hapa. Nilishafika kama kwenye mikesha mara 2, lakini pia nimeshafika kwenye kongamano la mwaka jana mwezi wa 2. Na mimi ni mmoja wa watu wanaoandaa makongamano ya kuwaleta watu kwa Yesu. Haleluya. Tupungiane mkono hewani namna hii. Haleluya, haleluya. Tunaandaa makongamano ya kuwaleta watu wapi? Haleluya. Ninatamani tutakapokuja kuanzia mwezi wa 6 wa 5, ninatamani nione watu wamejaa mpaka kule na viti vimeongezeka. Haleluya, haleluya. Ukisoma ile Marko 16:15 mpaka kuendelea, anasema enendeni ulimwenguni mkahubiri injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa atafanyeje? Ataokoka. Asiyeamini atafanyeje? Kwa hiyo sio kwa ajili ya mchungaji tu, ni kwa kila mmoja anayemwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni kwako na mimi. Tumetakiwa kwenda kuwahubiria watu habari njema. Anasema twende kwa kila kiumbe tukakihubirie habari nini? Habari njema. Kwa habari njema sio ya kuhubiri, habari njema sio kwa ajili ya mwinjilisti tu, ni kwa ajili ya watu wote wanaoamini. Ukisoma ile Mathayo 28 kuanzia mstari wa 18 hadi wa 20, pale Yesu anawaagiza mitume kwamba muende mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Marko anasema enendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe, lakini kwa Mathayo anasema muende mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sio somo langu, ila nataka nikuweke sawa ili nitakapoenda tuelewane, nisije nikakuacha njiani. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa Marko mkahubiri injili kwa kila kiumbe, yaani kwa kila mwenye masikio apate kusikia habari za ufalme wa Mungu. Lakini kwa Mathayo anasema mkawafanye watu kuwa wanafunzi. Mwanafunzi ni yule anayekaa na kusikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Mwanafunzi ni yule anayekaa na kutaka kujua Mungu anasema nini kwa habari yake siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Manake hatuishi kuwahubiria tu, bali tunatakiwa kuwafanya kuwa wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni kiu yangu na shauku yangu kuona hiyo kuanzia tarehe 28 ambao tutakuwa na mkesha mkubwa hapa, na tarehe 29 na tarehe 30 mahali hapa pakazizime utukufu na uwepo wa Mungu kwa watu kumrudishia Yesu Kristo maisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwamba mimi na wewe, sisi hapa na waandaaji wa makongamano tukaungane, tukawe kitu kimoja, tukawahubirie watu habari za ufalme wa Mungu, tukawahubirie kila kiumbe injili. Halafu baada ya hapo sisi tuliobakia hapa tuwafanye watu kuwa wanafunzi wa nani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Manake kuna watu tutakao wahubiria injili, atakapofika hapa wewe utapewa, wewe rafiki yako, kwamba huyu umepewa, uhakikishe anasimama kama wewe ulivyosimama. Haleluya, haleluya, haleluya. Uhakikishe naye anamjua Kristo kama wewe unavyomjua. Uhakikishe naye harudi nyuma kama wewe ambavyo umezidi kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Manake kuna kuhubiri, lakini unapomfanya mtu kuwa mwanafunzi wa Yesu kuna thawabu kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye Yeremia anasema utakapotoa kitu cha thamani kutoka kwenye kitu kibovu, anasema ndipo nitakapokufanya kuwa kinywa changu.
Bwana Yesu asifiwe. Manake yule aliyetolewa kule amekuja hapa na magamba. Wewe na yale magamba alionayo unamshika, unasema twende huku, kuna atakaye kusaidia kuyaparua haya magamba na kuwa chombo chenye kumfaa Mungu. Yaani wewe thawabu yako ni kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Thawabu yako ni kubwa sana. Kwa hiyo watu wa mahali hapa, ninaomba mjiandae kupokea hilo kongamano. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba mjiandae. Furaha yetu ni kuona tunaungana pamoja na kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Kristo. Wakati tulionao jamani ni majira ya jioni. Usiku umeenda sana. Yaani usiku umeenda sana. Yesu Kristo anakaribia kuja kulichukua kanisa. Lakini tutaulizwa mimi na wewe tumefanya kazi gani? Bwana Yesu asifiwe. Tumefanya kazi gani? Tulipopewa ile nafasi ya kukaa nyumbani mwake tumefanya kazi gani? Bwana Yesu asifiwe. Nimesema hilo sio somo langu. Kuna maandiko yametangulia kusomwa, tutakwenda na hilo somo. Wakati ninapewa ujumbe wa kuja kusimama nikisema hivi, huko Kisota, huko mtaa wa Liverpool, kwa watu wa PCEA naenda kusema nini? Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndo anayetufahamu na anatujua. Kichwa cha somo kinasema usirudi nyuma. Mwambie jirani yako usirudi nyuma. Mgeukie jirani yako mwambie usirudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Nilimwambia mchungaji nikisema, yaani ikifika asubuhi nitakujulisha kama ninakuja ama siji. Manake nilikuwa natakiwa mahali pia niende leo, lakini Mungu ikampendeza nije hapa siku ya leo. Usirudi nyuma. Mwingine anaweza kusema kurudi nyuma ni kufanyeje? Wewe umeamini uko nyumbani mwa Bwana, unasafiri kwenda mbinguni, ama kuna mtu ana mpango wa kukaa hapa? Umeacha muda, umeacha kuna mambo ungeyafanya toka ulivyoingia hapa, umeyaacha hayo kwa sababu kuna kitu unakitaka kwenye ufalme wa Mungu, kwa sababu kuna mahusiano unayataka, mahusiano yaliyo mazuri zaidi na Mungu. Ndio maana ukatupilia vitu vingine mbali, ukachukua ule muda ambao ungefanya vitu vya kwako ukampa Mungu huo muda. Bwana Yesu asifiwe. Manake unatamani kuona ule uhusiano wako na Mungu uko vizuri. Sasa kwenye kule kuutamani uhusiano wako kuwa mzuri na Mungu, kuna mtu alishaacha. Yaani kwamba unaacha kile kitu ulichokuwa unafanya. Kama unaweza ukawa unaimba lakini umeacha, umerudi nyuma. Unaweza ukawa unahubiri lakini umerudi nyuma. Unaweza ukawa unaomba lakini umerudi nyuma. Manake kuomba, kuhubiri, kuimba sio kigezo cha kwamba wewe hujarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo ile sura ya 2, anasema ninalo neno kwako. Ninalo neno kwako, ninalo neno juu yako, ya kwamba umeacha ule upendo wako wa kwanza. Manake huyo mtu kuna upendo aliokuwa nao kwa Mungu ameupunguza, manake amerudi nyuma. Anasema nina neno juu yako ya kwamba umeuacha ule upendo wa kwanza. Afu anampa chagua hapo, anasema hivi, kumbuka ni wapi ulipoanza kurudi nyuma, au kumbuka ni wapi ulipoanza kupunguza huo upendo. Anasema ukatengeneze hapo, manake ukatubu. Anasema usipofanya hivyo ninakuja upesi na nitakiondoa kile kinala. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Manake kuna upendo ambao mtu anakuwa nao sawa na ule upendo anaokuwa nao binti anapoposwa. Upendo anaokuwa nao kijana kwa binti aliyemposa ni upendo mkubwa sana, ambao anatamani muda wote amuone, muda wote anatamani asikie anaongea naye, muda wote anatamani kuona anawasiliana naye.
Lakini kadri ya watu wanavyokuja kuwa wameshazoeana, huwa kuna hali huwa wanapunguza. Hiyo haitakiwi kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema kichwa chetu kinasema usirudi nyuma. Usirudi nyuma. Ukisoma ile Mithali, taanzia hapo kwenye Mithali sura ya kwanza kabisa. Mithali sura ya kwanza, ukisoma kuna maneno mengi ambayo yalikuwa yanasemwa kwa ajili ya watu ambao wamemwacha Mungu. Mengi. Ukisoma kuanzia ule mstari wa 22 anasema, enyi wajinga, hata lini mtapenda ujinga, na wenye dharau kupenda dharau yao, na wapumbavu kuchukia maarifa? Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Tazama, nitamwagia roho yangu, na wakuwajulisheni maneno yangu. Kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa, nimenyosha mkono wangu asiangalie mtu, bali mkabatilisha shauri langu, wala hamkutaka maonyo yangu. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu, nitadhihaki hofu yenu ifikapo. Hofu yenu ifikapo kama tufani, na msiba wenu ufikapo kama kisurisuri. Dhiki na tabu zitakapowafikia, anasema, ndipo watakaponiita lakini sitaitika, watanitafuta kwa bidii wasinione. Kwa kuwa walichukia maarifa, wala hawakuchagua kumcha Bwana. Hawakubali mashauri yangu, wakayadharau maonyo yangu yote. Sasa kwa hiyo watakula matunda ya njia yao, watashiba mashauri yao wenyewe. Anasema, maana kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua, na kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Anasema, bali kila anisikilizaye atakaa salama, naye atatulia bila kuogopa mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anaeleza kwamba nimeita, nimekuwa nikisema, nimekuwa nikiwanyoshea mkono, lakini hamjataka kuutazama. Nimewaita, hamjataka kuniitikia. Nimejaribu kuwapa mashauri, hamjataka mashauri yangu, mmetaka mashauri yenu. Ndio anasema hivi sasa, na mimi nitawacheka wakati wa shida yao, wakati wa msiba wao, wakati watakapoita sitaitika. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu hawa watu wamerudi nyuma. Ndio hapa anasema kurudi nyuma kwa wajinga hakika kutawaangamiza. Ina maana kile kitendo cha kurudi nyuma tayari ni hali ya ujinga ndani. Manake hali ya ujinga umeingia kwenye ufahamu, ukamfanya mtu asijue kwamba kuna Mungu anayetakiwa kupewa nafasi namba moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake kile kitendo cha kutoa nafasi ya kwanza kwa Mungu, ina maana ni hali ya ujinga. Anasema kurudi nyuma kwa wajinga hakika kutawaangamiza. Kile kitendo cha kutoa nafasi ya Mungu ukavipa vitu vingine ni ujinga. Kile kitendo cha wewe kuacha wakati huo kushughulika na mambo ya Mungu ukashughulika na mambo ambayo wakati huo hayakupaswa, huo ni ujinga. Anasema kurudi nyuma kwa wajinga hakika kutafanyaje? Kutawaangamiza. Ndio maana anasema usifanyeje? Usirudi. Manake ukirudi nyuma kuna kuangamia. Ukirudi nyuma kuna uangamifu. Nyuma hakuna usalama, bali nyuma kuna hatari. Ndio maana anasema kurudi nyuma kwa wajinga hakika kutawaangamiza. Anaenda mbele anasema kufanikiwa kwa wapumbavu hakika kutawaua. Manake ujinga unapomjia mtu, anaona huu muda ambao nilitakiwa ni dili na mambo ya Mungu, acha ni dili na mambo ya kwangu. Katika kudili na mambo yake akajiona yeye amefanikiwa. Kumbe kwenye hali ya yeye kujiona amefanikiwa ndio upumbavu unamwingia, na hakika kutamuua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninatamani Roho wa Bwana kusaidie uelewe kile ninachosema. Sikio lako la ndani lisikie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninapita huku, kuna mahali ambapo nataka nifike. Yeremia sura ya 5 ule mstari wa 6 anasema, basi kwa hiyo simba atokaye mwituni atawaua,
Yeremia sura ya 5 mstari wa 6. Anasema, basi kwa hiyo simba atokaye mwituni atawaua, mbwa mwitu wa jioni atawateka, chui ataivizia miji yao, kila mtu atokaye humo atalaluliwa vipande vipande, kwa sababu makosa yao ni mengi na kurudi nyuma kwao kumezidi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kuna simba, anasema kuna mbwa mwitu, halafu anasema kuna chui, halafu anasema kuna kulaluliwa, halafu kuna kuvunjwa vipande vipande. Bwana Yesu asifiwe. Na sababu ya simba kulalua, sababu ya chui kuruhusiwa, sababu ya mbwa mwitu kuruhusiwa, ni kwa sababu ya hao watu makosa yao yamekuwa mengi. Makosa ya hao watu yamekuwa mengi kwa sababu gani? Kwa sababu wamekubali kurudi nyuma. Na kwa sababu wamekubali kurudi nyuma, simba anaruhusiwa, chui anaruhusiwa, mbwa mwitu anaruhusiwa alalue na avunje vipande vipande. Kisa ni kurudi nyuma. Katika hali ya kurudi nyuma kunawapelekea kuwa na makosa mengi mbele za Bwana. Kurudi nyuma kunawapelekea kuwa na hatia mbele za Bwana. Anasema kurudi nyuma kwa wajinga hakika kutawaangamiza. Kutawaangamiza kwa sababu gani? Kwa sababu kuna chui ameruhusiwa, kuna mbwa mwitu ameruhusiwa, lakini kuna simba ameruhusiwa wapate kulalua na kuvunja vipande. Nikasema inawezekana ukaona unaenda ukaona uko sawa, kumbe ulisharudi nyuma. Na ili ujue umerudi nyuma, kuna vitu unaangalia. Ukiangalia hii sio asili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna vile ambavyo Mungu ametuumbia, kuna vitu sio asili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu sio asili yetu. Magonjwa sio asili yetu. Mchungaji asubuhi alifundisha kwa habari ya wokovu, kwamba kuna kusamehewa dhambi, kuna kufunguliwa macho, kuna kufanywa mrithi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake unapokuwa uko ndani ya Yesu Kristo, kwa kufa kwake Yesu Kristo amechukua madhaifu yetu, amebeba mizigo yetu. Unajua iko hivi, kuna watu wanasema wewe si umeokoka, anasema kuna laana inakufuatilia. Kama umeokoka na laana inakufuatilia, basi Yesu alikufa bure msalabani. Kama uko ndani ya Yesu Kristo halafu bado laana inakufuatilia, manake Yesu Kristo kufa kwake msalabani kulikuwa ni bure. Lakini kwa kuwa yeye alitukomboa kutoka kwenye nguvu za giza na kutuhamisha kwenye pendo la mwana wake Yesu Kristo, kutuweka kwenye nuru, manake giza hatuna shirika nalo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unarudi unajiuliza, mimi niko ndani ya Yesu, kwa nini nitembee ndani ya laana? Kwa nini nitembee kwenye laana ikiwa Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yangu? Manake tayari kuna hali ya kurudi nyuma, ukampa nafasi adui, akachukua nafasi ile ya Mungu kukulinda, akachukua yeye shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Manake umeruhusu wale ambao wameruhusiwa kulalua wafanye kazi kwako. Umeruhusu wapite. Leo hii watu, mtu anasema ni bora nikae mwenyewe, lakini Mungu hakuumba mtu aishi peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu gani leo kinafanya watu kwenye ndoa wauane? Kitu gani leo kinafanya watu kwenye ndoa mtu akinai ndoa? Kuna mahali watu tumerudi nyuma. Ile asili Mungu aliyotuumbia hatujakubali kutembea nayo. Kwenye Efeso anasema kuna matendo ambayo Mungu aliyaumba tangia zamani za kale ili tupate kuishi na kutembea katika hayo. Manake tumejikuta tumeacha ile njia, tumerudi nyuma. Simba, chui na mbwa mwitu wameruhusiwa kulalua na kuvunja vipande. Unakutana na mtu anasema mimi nimeokoka, lakini kiuhalisia hana furaha. Bwana Yesu asifiwe. Amani hana. Unawezaje ukawa umembeba Yesu Kristo afu ukabeba na huzuni ndani? Unawezaje ukawa umembeba Yesu Kristo afu ukabeba uchungu ndani? Manake yeye alibeba kila kitu, ili mradi wewe umekubali kusema Yesu, ninajua kabisa mimi bila wewe si chochote. Nimekubali wewe ufanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Uwezo ukawa wa kawaida.
Lakini narudi namna tunavyoenenda, upendo wetu ukoje? Je, ule upendo wa mwanzo bado upo? Manake kama ule upendo wa mwanzo bado upo, bado tunaendelea na safari. Lakini kama ule upendo wa mwanzo haupo, umepungua, ina maana kuna hali ya kurudi nyuma. Na kama kuna hali ya kurudi nyuma, iko hatari ya mbwa mwitu, iko hatari ya chui, iko hatari ya simba kulalua na kuvunja vipande. Usifikirie kwamba atakuja simba huyu mnyama. Maana inawezekana mtu sasa, mimi tupo huku Kisota, simba anatoka wapi? Wewe sio simba huyo. Anasema shetani ni kama simba ungurumaye, akizunguka huku na huku ili afanyeje? Amkamate mtu ammeze. Bwana Yesu asifiwe. Namna unavyorudi nyuma, kuna vitu unaruhusu kwenye maisha yako vitokee ambavyo sio mpango wa Mungu vitokee kwako. Namna unavyosita kwenye kufanya mapenzi na makusudi ya Mungu, ndivyo unaruhusu shetani akutafutie cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ni kwa sababu ya kurudi kwao nyuma, ndio maana simba, chui na mbwa mwitu wameruhusiwa kulalua kila anayetoka kwenye huo mji na kuvunja vipande. Unajua wakati mwingine unaweza kukuta tunatembea lakini tulishavunjika miguu, manake utayari haupo. Nikiandaliwa labda, jamani, kuna kwenda kushuhudia, miguu ilishavunjika, unaendaje? Manake huku kwenye moyo kuna maumivu, kuna uchungu umekujaa, kwa sababu uliruhusu hatua zako zikarudi nyuma na shetani akachukua ile nafasi. Na alipochukua nafasi, bwana huyu akipataga nafasi huwa hachezi, hapotezagi muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwa hapotezi muda. Nyakati tulizo nazo ni nyakati za kutazama msalaba na kusimama kwa ushujaa. Haijalishi mazingira ulionayo ni mazingira magumu kiasi gani, lakini kubwa unalotakiwa kufanya ni kumtazama yule Yesu Kristo ambaye alikubali kuacha enzi na utukufu akaja duniani ili kunikomboa mimi na wewe. Hilo ndio jambo kubwa. Manake tukisema hivi hapa bado, mbona tuna amani sisi? Unajua mimi wanasemaga Tanzania tusipomwabudu Mungu tu atusaidie. Kuna wenzetu wanatamani kuzipata zile nafasi kama hizi, hawapati. Kwao ni vita, lakini katika hiyo hali hiyo ya vita bado anatamani auone msaada wa Mungu kwenye maisha yake. Wengine nchi zao haziruhusiwi kuwa na Biblia hivyo unakuta kipande kidogo kama ni Injili ya Yohana wamegawana, kila mtu ana kikaratasi chake. Kukisoma mtu anaenda kukisomea chooni, hataki kuonekana, manake akionekana atauawa. Lakini pamoja na hiyo bado wamemshirikilia Yesu Kristo. Je, mimi na wewe ambao tuko kwenye amani, ukienda kwenye madaradala unasikia wanahubiri Injili. Yaani mimi nikikutanaga na wale, huwa lazima nitoe sadaka yangu, kwa sababu nasema kuna watu kwenye madaradala walishaachaga kwenda kwenye nyumba za ibada. Akisikia Injili atabadilika, maana mwenye kazi ya kubadilisha ni Mungu mwenyewe. Yesu Kristo mwenyewe ndo mwenye kazi ya kubadilisha. Sisi acha tuhubiri. Hata kama utaambiwa unapiga kelele, piga kelele, usiache. Manake nyakati tulizo nazo ni nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kujua ni nyakati za mwisho, wewe uangalie tu Kristo. Umechakachuliwa mpaka unajiuliza, mimi wanasaga hivi na Mungu, moyo wa Mungu uache uwe hivyo hivyo. Kwa sababu kama mwanadamu mimi siwezi kuchukuliana nayo. Mimi nikiangalia kuna vitu vya ajabu vinafanyika, na kuna watu wamechukuliwa mateka, huwezi ukamwambia chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini bado ambao sisi wakati mwingine ndo tumepewa hiyo neema, hatupigi mwendo kuifanya ile kazi ya Mungu, tumejikuta tumerelax. Mwingine anaangalia umri alionao, mwingine anaangalia namna alivyosema, mimi nikienda nani atanisikiliza? Nikuambie hivi, tukienda wenyewe hakuna mtu hata mmoja atakayekusikiliza. Yaani sehemu yoyote ukienda mwenyewe, nani atakusikiliza? Hatuna sifa za kusikilizwa. Lakini tunapotembea na mwanaume Yesu Kristo, watatusikiliza hata kama hawataki.
hata kama ni kwa hila watasikia. Kama unaona umri umeenda, hukumuuliza Mungu nifanye nini kwa wakati huu. Wakati mwingine yamkini Mungu anataka uombe ulie kwa ajili ya watu kwenda mashambani. Unaweza ukaona kwamba watu wanaohubiri injili ni wengi. Nataka nikuambie, katika watu waliobakia wanaohubiria kweli ya Kristo wamebaki wachache sana. Kila mtu anaangalia namna ya kwake, mwingine anaangalia nitokee wapi. Lakini wewe uliyepata nafasi ya kuijua kweli, unachukulia hatua gani hilo jambo? Anasema mavuno ni mengi, lakini watenda kazi shambani mwa Bwana ni wachache. Anasema muombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi. Ushawahi kumuuliza Mungu? Yamkini wewe ndio wakati wako wa kuomba kwa ajili ya watu kwenda shambani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kuna simba, kuna kulaluliwa. Tufungue Isaya 40. Nilikuwa napita huku mwanzo ili ninakoenda huku uelewe nini namaanisha. Isaya ile 35 ni ya mwisho. Isaya 40 kuanzia ule mstari wa 27. Anasema, mbona unasema Yakobo, mbona unanena Israeli, njia yangu imefichwa, Bwana asiione, na hukumu yangu imepita, Mungu wangu asiangalie. Je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana Mungu wa miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapaa juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana unapita kwenye nyakati ambazo wewe unajiuliza maswali, na inawezekana ikawa ni chanzo cha wewe kurudi nyuma. Ukiangalia unaona kama mambo yako hayaendi, unaomba unaona kama Mungu hakusikii. Wengine umechukua hatua ya kujitoa, unatoa, unasaidia yatima, unasimama kufanya kazi ya Mungu iende. Manake hakuna anayeweza kusaidia kazi ya Mungu. Usije ukasema anasaidia kazi ya Mungu, kwamba kazi ya Mungu ili isonge mbele. Lakini kila unavyojaribu unaona kuna mambo hayaendi, unaanza kusema hivi, mimi Mungu mbona hanioni? Mimi mbona nimetoa sana, ina maana Mungu sadaka zangu hajaziona? Mimi mbona nimefunga sana, ina maana Mungu mimi hanisikii? Mbona nimeomba sana, mimi nimeshirikisha na watu, ina maana Mungu mimi hanioni? Mtu anachukua hatua ya kurudi nyuma, anaona inawezekana. Mwingine huwa anasema inawezekana mimi Mungu siko na Mungu. Mungu unaye kama ulimkubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Anasema, je, wewe ukujua? Hujui kwamba Mungu wetu hazimii? Hujui kwamba Mungu hachoki? Yeye hajawahi choka hata siku moja. Anasema anawapa nguvu wale wanaochoka, wale wanaokata tamaa. Mungu anawatia nguvu, anawashika mkono. Anasema hata vijana wataanguka, lakini wale wanaomngojea Bwana anasema watapata nguvu mpya, watapaa juu kwa mbawa, watapaa kama tai. Kitu gani kinachoweza kukufanya ukarudi nyuma, ukauacha uzuri wa huyu Yesu? Kitu kinachoweza kukufanya ukawa una sita kwenda na Kristo ipasavyo? Kitu gani kinachokufanya wewe usikie kukwama, usikie uzito ndani yako kusonga mbele? Kitu gani kinakufanya hatua za kwenda mbele zipungue, bali za kurudi nyuma ziwe na spidi? Maana anasema yeye anawatia nguvu wanaochoka, wanaomgoja. Anasema wanaomgojea Bwana watapata nguvu mpya.
Katika habari ya ndoa yako, manake unapomgoja Bwana kuna kupewa nguvu mpya. Kwanza wanaomgoja Bwana anawapa ustahimilivu hata katikati ya dhiki na magumu. Yeye anawatia nguvu ya kusonga mbele na kumtazama yeye. Kitu gani kinakufanya urudi nyuma? Ni kipi kinachoweza kufanya eti usiuone uzuri wa mwanaume Yesu? Kitu gani? Kitu gani? Je, ni fedha? Je, ni watoto? Je, ni ndoa? Ni cheo? Ni elimu? Kwamba watoto wangu ni watoto wenye kufeli, wanafeli sana. Ni kitu gani? Manake huyu ni mtu aliyekuwa anajiuliza, anaangalia, anaona kama mambo yake hayaendi. Akili yake ikaanza kama kupoteza direction, akajikuta kama anaanza kupoteza dira. Kama ni mambo yenyewe ndo haya, mimi basi na kuomba kwenye basi kama anasahau kwamba nisema maombi ya mwenye haki yafaa sana, hasa akiomba kwa nini? Kwa bidii. Halafu akiongea kwenye kile kitabu cha Luka ile sura ya 18 anasema imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Haijalishi hajajibu sawa sana ulivyotaka, bado anabakia kuwa Mungu. Usiruhusu ukarudi nyuma, wewe songa mbele. Haijalishi kuna mimba, haijalishi kuna michongoma, haijalishi kuna mbigili, baada unajua kwenye chombo chako yuko Yesu Kristo. Songa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Wewe songa mbele. Maana yake anasema anayerudi nyuma, kuna mbwa mwitu, kuna chui waliowekwa tayari kwa ajili ya kulalua na kuvunja vipande. Sema huwapa nguvu. Huwapa nguvu. Mwambie jirani yako huwapa nguvu wamngojao. Anasema kwenye kile kitabu cha Mithali sura ya 8 mstari wa 32 anasema wanaheri wale waningojeao na kunisubiri kwenye malango ya vizingiti vyangu. Anasema naheri. Manake kitendo cha kurudi nyuma ina maana umepoteza uaminifu, umepoteza kumwamini Mungu. Wengine wamefika mbali sana, ameacha kumtegemea Mungu, ametafuta mbadala wa kuvitegemea. Mwingine amefikia hatua ya kutegemea fedha alionao. Mwingine amefikia nafasi ya kutegemea, wengine wameenda mbali mpaka anaenda kutegemea waganga. Manake ameomba, anasema eti hajaona jibu. Kuna mtu mmoja alikuwa amenipa ushuhuda wa dada mmoja. Sema yule dada alikuwa na uvimbe usoni, amevimba. Ule uvimbe akaenda nao muda mrefu. Baadaye kuna mhubiri akawa ameenda mahali pale, akamuombea yule mtu. Alipomuombea akasema umepona. Yule dada kweli naye akaamini amepona, lakini mwezi wa kwanza uvimbe upo, mwezi wa pili uvimbe upo, mwezi wa tatu, mpaka mwaka. Watu wakikutana, pole. Sasa pole ya nini? Mbona mimi nilishapona? Yaani bado anakiri ushindi mpaka mwaka mzima umeisha. Yeye akijiangalia kwenye kioo haoni uvimbe, lakini kwenye uhalisia watu uvimbe wanauona. Ule uvimbe uliisha kabisa, ukayeyuka, na bado alikuwa anamtukuza Mungu na ule uvimbe alionao. Watu wasaida huyu naye ameshachanganyikiwa. Hajachanganyikiwa, ni kwa sababu anajua iko ahadi ya kwamba wanaomngoja Bwana wanapewaga nguvu mpya. Wanaomngoja Bwana wanaitwa heri. Maana anasema wanaheri wamngojao Bwana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajua kabisa kwamba kuna Mungu aliyeniahidia, kuna Mungu aliyeniponya. Kwa hiyo hakuna mtu atakayenitoa kwenye line. Bwana Yesu asifiwe. Nikupe ushuhuda wapi mimi kuliko nifanya ni mimi. Mama yangu aliokoka siku nyingi, na yeye chanzo cha kuokoka aliumwa sana. Kipindi hicho mimi ni mdogo, alikuwa yani anaweza kakaa dakika 2 tu akaanguka aliumwa muda.
Kwa hata maisha ya baba na mama kuishi nyumbani yalikuwa ni machache, wameenda hospitalini imeshindikana. Kwa hiyo sasa na kipindi hicho hawajaokoka, tulikuwa ni wa KKT. Kwa baba akawa anampeleka kwa waganga, na kipindi hicho babangu alikuwa ameajiriwa Makete. Kwa akawa anaenda kwenye milima. Mama anakuambia hivi, kuna sehemu alikuwa akifika haongei na mtu, ni jiwe tu analiona ndo anaongea nalo. Kwa mamangu hata leo ukimwangalia amejaa chale, ni kwa sababu ya ile hali aliyokuwa nayo. Alipoenda kwa huyo wa mwisho akamwambia, ukitaka upone uhame huku uondoke. Kweli si unajua Yesu hana. Wakahama, akarudi Mbeya ambako ndio kwao na baba ndo kwetu. Mamangu ni mwenyeji wa Mwanza, ni Msukuma. Kwa ikabidi aende ukweni, akatuacha sisi tuko kule Makete na baba tunaendelea. Akaondoka na mdogo wetu wa mwisho, lakini baadaye na sisi tukahamishwa tukarudi huko. Kwa baada ya hapo mama alivyorudi kule, pamoja na kuambiwa wameambiwa, bado ile hali akawa anaendelea kuumwa. Ndo hapo akasikia habari ya Injili akaokoka, na toka alipookoka ile hali ikaisha kabisa, akawa ni mzima mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa na mama amezaa watoto 11, mimi nikiwa mtoto wa 8. Katika hao watoto 11 mapacha 2. Kwa mimi ni mzaliwa wa 8, kuna wa 9 na wa 10, lakini kuna pacha ndio tunafika 11. Sasa mama yangu yeye ni muombaji, ndio Mungu alichompa. Kwa mama yangu alikuwa akiwa naomba mle, mimi nasikia kero mno. Yani kadri nimeshakuwa sasa na akili zangu, yani huwa nakasirika mno, nilikuwa nakasirika mno. Baadaye nimekuja nimeolewa, nikaja huku mjini, maisha yanaendelea. Na kipindi mama yuko kule, wakati bado tunaishi wote Mbeya, mama alikuwa wachungaji wakija tu kanisani, yeye anahitaji anaomba waje wale kwangu. Mungu amemjalia ukarimu. Sasa sisi tulikuwa tunakasirika, yaani mama kwanza yeye ni mjane, baba shafariki. Yani hao wachungaji ndio wanakuja kula vile tulivyotakiwa tule sisi, wanakula wao. Yani kweli hao wachungaji wanakuja kula vyakula vyetu. Kwa tulikuwa tunakasirika mno. Na hata nilipoenda Songea kusoma Songea Girls, kuna mchungaji mmoja nikaja nikakutana naye huko, ambaye alikuwa anakuja kula nyumbani, na mimi akanifaa kipindi niko huko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilivyokuja kuolewa sasa, nikawa pia uokovu, yani mtu aliyeokoka simuelewi, yani simuelewi kabisa. Ila Mungu kuna sehemu tu moja akaninasa, moja tu. Nikiwa na ujauzito wa binti yangu wa mwisho mdogo, nikaenda ikiwa ina miezi 4, nikaenda kung'oa jino. Lile jino nilivyoling'oa, kwa kweli pengo lile likaanza kunisumbua, nikaanza kuvimba uso, taya haziwezi kufunguka. Nikirudi hospitalini wananipa tu dawa, mwezi ukaisha, maumivu usiku silali. Ndo nikaanza kusikiliza, nafungulia redio za Injili nasikiliza wahubiri usiku huo. Mwezi ulivyoisha wa kwanza, wa pili uso umevimba. Nikasema hapana, ikabidi waniambie niende Muhimbili. Na hiyo siku ambayo naambiwa kesho inabidi niende Muhimbili, ilikuwa ni Jumamosi, ndio nitakiwa niende Muhimbili. Ijumaa nikasema leo acha tu niende, maana mama alikuwa amekuja sasa kunisalimia, kwa sababu na vile ni mjamzito, kaja nyumbani. Sasa akawa anaenda kwenye kanisa la Pentecost. Nikasema leo acha tu niende, nikifika acha tu niongozwe sala ya toba, ili nikifa nisiende jehanamu. Manake hali ninayosikia ni ya kufa. Bwana Yesu asifiwe. Kweli nilivyoenda pale kanisani, walikuwa na ibada za usiku, wanaanza saa 2. Walivyohubiri maombi yakaanza, wakisema
Labda kama kuna mtu anayetaka kuokoka, mimi ndio nilikuwa wa kwanza. Wakaniongoza sala ya toba. Yaani ile habari ya kuumwa haikuepo. Yaani nilikuwa nawaza tu niokoke. Nilivyoongozwa ile sala ya toba, nikaombewa na habari ya kule kuvimba. Nilivyorudi usiku nyumbani, jamani, ile siku nililala vizuri. Unajua miezi miwili ulali. Yaani ukilala leo ukishtuka hausingizi hauji. Nililala vizuri kabisa. Kumekucha asubuhi, nikajiandaa kwenda Muhimbili. Nimefika Muhimbili, wananipima, wananiambia wewe, hili ndo nasema pengo ndo sababu ya kuvimba hivi. Mbona pamepona? Naenda kupigwa kwenye wananipiga x-ray, sina shida. Pengo ukiligusa hivi lishapona. Wasa mbona hauna shida? Wakatoa damu ndani na huku nje. Wakaenda kupima, wakasema mbona hakuna shida yoyote? Tatizo ni nini? Wasa huna shida yoyote. Endelea tu kutumia hizi dawa, ila kuanzia Jumatatu uje uanze kufanya mazoezi ya kufungua taya. Yaani ile taya liwe linatanuka. Nikasema sawa, sikupewa dawa yoyote. Wakaangalia tu dawa nilizokuwa nazitumia, nikarudi nyumbani. Nilipofika nyumbani nikasema kama nimeenda hospitali wameniambia sina shida, naamini jana nilivyoombewa ndo nilipona. Nikasema sirudi Muhimbili kufanya mazoezi ya taya. Kwa nikaanza kujifanyisha mwenyewe mazoezi ya taya mle ndani. Nafika kwenye kioo, naanza kutanua taya taratibu, ndo nilivyopona. Na ndo hapo chanzo cha kuokoka kwangu. Kwa Mungu anaweza akamwangalia mtu akaleta ujanja akamnasa tu sehemu. Kwa nikikumbuka namna Yesu alivyoniokoa kwa ule muujiza, sitamani kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Natamani kumuona hata yule ambaye anateseka nje, nimwambie namna Yesu mimi alivyonitetea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwingine anaweza na kuona kawaida, miezi miwili kutokulala sio hali ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unatembea huko umevimba tu, lakini huna shida. Manake Mungu kuna mahali amesema wewe si mjanja, njoo. Usirudi, mwambie jirani yako usirudi. Mwambie jirani yako usirudi wapi? Usirudi nyuma. Haijalishi vitu unavyokutana navyo. Yamkini watu wanaokuzunguka wamekuvunja moyo. Yamkini wamekuwa mwiba kwako. Hakuna adui kwa mwanadamu. Adui yetu ni shetani. Jua kwamba hao wamewekwa kwa ajili ya kukuchonga wewe ili uwe chombo chenye kumfaa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunapita kwenye nyakati ambazo kwa hali ya kawaida hauwezi ukavuka. Lakini unapokuwa na Mungu, unapokuwa na Yesu, yeye ndo anayekuvusha. Kwa kusiwe na kitu chenye kukufanya wewe ukarudi nyuma. Je, Paulo anasema ni kitu gani kitatutenga na upendo wa Mungu? Je, ni njaa, dhiki, mavazi, ni pesa? Kitu gani kitatutenga na upendo wa Kristo? Maana upendo wa Kristo umepita vyote. Uzuri wa Kristo umepita vyote. Kitu gani kitakachokufanya wewe urudi nyuma? Jifunge mkanda, songa mbele. Mimi sijajua ni watu wangapi wanapita kwenye situation zinazowafanya wasikie kutetereka na kurudi nyuma. Maana wakati anasema Mungu nakwenda kusema nini, nimeambiwa niwaambie msirudi nyuma. Mchungaji nilimwambia jana, kama sitaambiwa cha kusema sitakuja. Sisimami tu kwa sababu huwa naweza kufungua Biblia nikahubiri. Hapana. Mungu anawajua walio wa kwake. Anajua watu wake nyakati wanazopitia. Anaijua mioyo ya watu wake. Anawajua watu kwenye siri zao za ndani. Anajua. Anasema usirudi nyuma. Haijalishi vitu unavyopitia. Haijalishi vita iliyoko kwako ni kubwa kiasi gani. Songa mbele, usirudi nyuma. Haleluya, haleluya. Songa mbele, Yesu Kristo yuko pamoja na wewe. Usigeuke nyuma, mtazame yeye, manake ndiko ushindi wako uliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ule mstari tuliousoma wa kwanza, Isaya 35. Anasema na mahali hapo patakuwa na njia inayoitwa utakatifu. Anasema wasio haki kwenye hiyo njia hawapiti,
wenye kusita sita na kugeuka geuka nyuma kama mke wa Rutu walivyogeuka, hawapiti kwenye hiyo njia. Anasema watakatifu kwenye hiyo njia watapita, japokuwa wataonekana ni wajinga. Bwana anasema kwenye hiyo njia wataiona, watapita tena kwa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama mwingine anakuona wewe ni mjinga, ile njia utaiona. Anasema njia inayoenda uzimani ni njia iliyosongwa na wanaoiona ni wachache. Njia iendayo upotevuni ni pana na kila mtu anaiona, haijajificha, iko wazi, kila mtu anaiona kwa sababu ni pana. Yani hiyo inaenda tu. Wanasemanga kwa Yesu tambalale. Kwa Yesu hakuna tambalale. Siseme kwa Yesu tambalale, manake anasema njia inayoenda kwake imesongwa. Unawezaje ukasema ni tambalale ikiwa imesongwa? Manake unatakiwa upite, upitishwe, uhakikishwe umethibitishwa, umepita kwenye moto na umestahili kuendelea na safari, upitishwe. Usije ukaenda tu ukasema kule ingekuwa ni hivyo, ingekuwa ukiokoka tu kwa heri. Kwa nini ukiokoka bado unaachwa uendelee kuishi kwenye hii dunia iliyojaa mambo mengi na adha? Kwa nini? Anasema jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Manake kwenye hii dunia mnayo dhiki, lakini msirudi nyuma. Kwenye hii dunia kuna kukwazwa, kwenye hii dunia kuna kuzuiliwa. Na nataka nikuambie hivi, safari ya kwenda mbinguni huendi kama unaenda Kariakoo. Hatuendi kama tunaenda Kariakoo. Safari tunayokwenda mbinguni ni ya kujikana. Unajifunga mkanda wako, unavaa gambuti zako, katika ulimwengu wa roho unatembea, huku uangalii nani anakutazama. Wewe unaangalia macho yako ni mbele kwa mbele. Manake hatuendi kama tunaenda kwenye utalii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye hivi mtu akikuona na kuona wewe kama kichaa, lakini kwenye Mungu wa Mungu ni bora ukose vyote, lakini usimkose Yesu. Na nataka nikuambie, nyakati tulizo nazo hizi, nyakati tulizo nazo ni nyakati za mtu kusimama kweli kweli na Mungu. Unaweza mtumishi kasema hapa wakati anaongoza maombi, kama huwa huna mzigo wa kuomba kwa ajili ya hili taifa, huwezi ukaelewa. Kama huna mzigo tu wa kuomba nyakati hizi tulizo nazo za mwisho, huwezi ukaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukaelewa nyakati tulizo nazo. Tunamhitaji sana Mungu. Wenye kurudi nyuma wako wengi. Watu washaacha imani, wana jina la kuwa hai lakini ndani wamekufa, kwa sababu walishamwacha Mungu. Watu wanaangalia mambo ya kwao wenyewe, watu wanaangalia mambo yenye kuwanufaisha, wanaangalia mambo ya kuvutia, hawataki tena kuisema kweli. Nataka nikuambie ya kwamba mbinguni hakitaingia chochote kilicho kinyonge. Ndivyo Biblia inasema mbinguni wataingia watu waliokubali kuyafua mavazi yao. Anasema ambao hawakuyapenda maisha yao hata kufa, hao ndio watakaoingia uzima wa milele. Uko una amani, huna cha kukuzuilia kumwabudu Mungu kwa kicho. Manake sio kuabudu tu Mungu, unamwabudu Mungu kwa kicho. Sio kumwabudu Mungu kama fashion, kumwabudu Mungu kwamba yeye ndio testi yako namba moja, kwamba testi yako na furaha yako ni kumwabudu Mungu kwa kicho. Hiyo ndio Mungu anataka. Sio kwa kuabudu kwa kupapasa, kwamba nikikusanyika tukusanyike tuko wote. Hapana. Nataka nikwambie, ukikusanyika usikusanyike kwa hasara. Hakika sio kila unapokusanyika unakusanyika kwa faida, kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake haitakuwa na maana kama mtu unakaa masaa 6 nyumbani mwa Bwana. Tunakaa masaa 6, yani nimetoka Kinyerezi nimekuja hapa Kisota, halafu iwe hasara kwangu? Hapana, haitakuwa na maana. Nimetumia na nauli, haitakuwa na maana. Nimevuka na pantoni, haitakuwa na maana. Maana yangu ni kwamba ninapoingia nyumbani mwa Bwana nitamani kusikia Mungu anasema nini kwa habari ya hatua yangu inayokuja, kwa habari ya kesho yangu, kwa habari ya mwenendo wangu, kwamba je, upendo mavazi yako umeyafua? Je, mavazi yako hayafumba? Manake kila mmoja unatakiwa uangalie mavazi yako hayafubai.
vazi lako lisiwe na doa. Uhakikishe Yesu Kristo ndiye anakaa kwenye moyo wako wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Nyakati tulizo nazo ni nyakati za mwisho. Bwana Yesu yuko karibu kuja kulichukua kanisa lake. Anasema mwenye kujitakasa na wazidi kujitakasa. Sema mwenye kujichafua na wazidi kujichafua. Usiwe wewe mwenye kujichafua. Usiwe wewe, usiwe miongoni mwa wenye kujichafua, bali uwe miongoni mwa wenye kujitakasa. Uwe miongoni mwa watu wanaotazama mienendo yao kila inapoitwa leo. Uwe miongoni mwa watu wanaotathmini njia zao kila inapoitwa leo. Ukiingia huko kwenye mitandao ndio utajua tuko nyakati zipi, na ukiwa unasoma Biblia utajua tuko nyakati zipi. Lakini kama husomi Biblia huwezi ukaelewa. Nataka nikuambie, nikutie moyo wewe ambaye ujumbe huu umekuja kwa ajili yako. Usirudi nyuma. Haijalishi hilo jambo linakuumiza kiasi gani, ng'ang'ana na Yesu mpaka mwisho. Yeye ndo atakuvusha. Na ukivuka hapo hautakuwa wa kawaida. Hautakuwa wa kawaida. Hautakuwa wa kawaida. Hautakuwa wa kawaida. Maana yake Mungu amekukusudia mambo mazuri. Simama kwa miguu yako. Usirudi nyuma. Manake kuna kupita kwenye njia ya utakatifu ambao hata kama wengine wanakuona wewe ni mjinga sana, ile njia utaiona. Ile njia utaiona na utapita. Anasema wasio haki kwenye hiyo njia kamwe hawezi kupita. Peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Funika macho yako, tafakari. Uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana Jesus. uwe nami. Uwepo wako Bwana uwe nami. Uwepo wako, uwepo wako, uwepo wako uwe nami. Uwepo wako, uwepo wako, uwepo wako uwe nami. Ombi langu kwako, ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu kwako, ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako uwepo wako uwe nami. Uwepo wako, uwepo wako, uwepo wako uwe nami. Thank you Jesus. Ombi langu Inawezekana unahitaji msaada wa Mungu, huwezi peke yako. Ujumbe huu ni wa kwako, sogea mbele. Kuna kufutwa machozi, usije ukakata tamaa. Pita mbele. Haijalishi unapitia nyakati kiasi gani. ombi langu Yuko yeye Bwana atuwezesha. wangu, peke yangu sitaweza,
Mungu ketie mahali pa juu. Wewe uliye Alfa, wewe uliye Omega, wewe uliye mwanzo, uliye mwisho pia, ambaye zaidi yako Mungu hayupo aliye kama wewe. Uliyetukuka juu ya milki zote, uliyetukuka juu ya falme zote, uliyetukuka juu ya enzi zote na usultani wote. Baba, tazama watoto wako hao wamesogea mbele zako wakiuhitaji msaada wako, wanahitaji uwezesho wako, wanauhitaji mkono wako Bwana, maana bila wewe hawawezi chochote, bila mkono wako hawawezi chochote. Wako wengine wanapita kwenye nyakati ngumu, wako wengine wanapita kwenye misiba, kwenye machozi, kwenye hali ya kuumia. Wewe Mungu ujuaye sirini, ninasihi nguvu yako Bwana, ninasihi uwezesho wako mfalme amani, maana wewe umenituma ujumbe huu ya kwamba wasirudi nyuma, wasikubali kurudi nyuma. Roho Mtakatifu pita, watie nguvu mahali wanapohitaji kuwezeshwa, maana umesema katika neno lako ya kwamba wakungojao wewe watapata nguvu mpya, watapaa juu kwa mataa, hawatachoka. Wengine watazimia lakini wao watachoka. Nami nasihi nguvu yako na uwezesho wako Bwana, nguvu yako na uwezesho wako Jehova juu ya mama huyu. Wewe Mungu mjuae, wewe mjuae Bwana, maana mimi sihitaji kujua kitu gani anachopitia, lakini najua wewe Mungu ujuae sirini, unamjua naye amekuja mbele zako. Na si nguvu yako na uwezesho wako, mpe nguvu ya kuvuka mvushi anapopitia, nguvu yako ya kuvuka mvushi anapopitia. Mtoe kwenye mateso, kwenye misiba, kwenye magonjwa, kwenye adha, mtoe katika jina Yesu Kristo. Riposaka rakosete terebosa, damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, nguvu yako Bwana na ipite na kufuta katika jina Kristo. Kila roho na magonjwa na mtesa na vifungo vya adui, toka njia katika jina Yesu Kristo. Toka makwazo, toka kwa damu ya mwanakondoo. Ninapeleka moto, moto, moto ulao, moto ulao, moto ulao, moto ulao kila kamba, kila vifungo, kila kilichozuia hatua zake, na kivunja na kukibadilisha kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Mpe nguvu ya kusonga mbele, mpe nguvu ya kusonga mbele, mpe nguvu ya kusonga mbele, mpe nguvu ya kutulia mbele zako Bwana, mpe nguvu ya kukungoja wewe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante Yesu, maana unafanya kutenda kwa ukubwa, kwa ukubwa Yesu, kwa ukubwa, kwa ukubwa, kwa ukubwa, kwa ukubwa, kwa ukubwa, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Damu yako Yesu na ipite, damu yako Yesu na ipite, damu ya 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 Yesu na rapasa, riko popo seke, rika shaka, rapasa, rika papa seke, damu ya Yesu na ipite, pite kwenye moyo, pite kwenye moyo, pite kwenye moyo, damu ya Yesu na ipite kwenye moyo, ipite kwenye moyo na kila mapandikizi, roho za usuni na uchungu, kukosa amani, toka njia kwa damu ya Yesu, toka njia moyo wake, toka kwa damu ya mwanakondoo. Ninapeleka moto Bwana, napeleka moto ulao, moto ulao, toka njia katika jina, toka na kuchomoa. Unafungu,
Kuna nguvu katika moyo wake. Napeleka moto ulao. Hiki ni chombo cha Bwana. Hiki ni chombo cha Bwana. Achia moyo wake toka. Kwa jina la Yesu Kristo. Toka kwa moto. Toka kwa damu ya Yesu Kristo. Achilia damu ya Yesu. Damu ya Yesu Kristo ipite na kuhuisha moyo wako ndani ya Kristo. Na itawale. Mungu akutie. Usonge mbele tena. Kupe nguvu ya kuvuka mahali unapopita. Ropo seke. Rika pasaka. Rika pa. Reke seke. Ripo. Ra. Rika saka. Ripo saka kaka. Reke seke. Jenemosa. Rapo saka. Katika jina la Yesu. Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Katika jina la Yesu. Ndio Bwana. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ndio Bwana. Yesu Kristo, nguvu yako. Nguvu ya kuvusha vitu. Nguvu ya kuvusha. Mpe nguvu ya kuvuka kipindi anachopitia. Mpe nguvu ya kuvuka mvushe kwa kishindo ili apate kukutukuza wewe. Mungu na akuvushe katika jina la Yesu. Baba, wewe uliye mwaminifu, uliye mwema nyakati zote na majira yote, wewe ni mwaminifu. Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio neema yako juu ya mama. Endelea kumjaza maarifa ya kukujua katika umri alionao. Jaze maarifa ya kukujua wewe. Jaze maarifa ya kukujua wewe. Jaze maarifa ya kukujua wewe. Jaze kukujua wewe. Jaze kukujua. Ripo seke. Rapa saka. Yeke repo sika. Nguvu ya kukujua wewe. Kukujua wewe. Na kizazi chake na kiinua mbele zako. Paka kizazi cha kwanza paka cha nne. Na kiinua mbele zako. Kizazi kilichotoka kwenye tumbo lake na kiinua kwako Bwana. Mpe kukujua wewe Yesu. Maarifa ya kukujua wewe. Zaidi ya yote mpe kuvuka mahali palipokwama. Mpe nguvu ya kuvuka. Mpe nguvu ya kuvuka. Mpe nguvu ya kuvuka. Vukishe yeye na kizazi chake. Vushe yeye na kizazi chake na kizazi chake ili apate kukutukuza katika jina la Yesu. Manake kwake Mungu watatokea wenye kukujua wewe. Kwenye uzao wa mama huyu watatokea watu wenye kukutumikia wewe. Kwenye uzao wa mama huyu Bwana watatokea watumishi wako. Kwenye kizazi cha mama huyu watatokea watumishi wako Bwana. Asante Yesu. Ripo seke. Rapa saka. Rika papa saka. Reke. Ripa saka. Rika papa saka. Ripa. Rika papa saka. Rapa si. Rika saka. Narana rapo. Rika nana rapo si. Nana rapo saka. Yes saka. Rika rapo si. Raka saka rapo si. Rika rapo si. Achilia nguvu ya maombi. Achilia nguvu ya maombi ndani yake. Achilia nguvu ya maombi ndani yake. Achilia nguvu ya maombi ndani yake. Achilia nguvu ya maombi Bwana kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Takatifu Mungu uishie. Mungu mwenye enzi yote. Uweza na mamlaka vina wewe. Tazame mama huyu amekuja mbele zako. Anazo haja zake. Anayo mahitaji. Baba, ukakutane na mahitaji ya moyo wake. Ukakutane naye Bwana. Kutana na haja ya moyo wake. Kutana na mahitaji ya moyo wake Bwana. Hata mahali anapokuwa, mahali ambapo Bwana amekwama, amekuvuka katika jina la yako Yesu. Vushe katika jina la Yesu. Vushe Bwana katika jina la Yesu. Vushe katika jina la Yesu. Mpe kuvuka katika jina la Yesu. Mkono wako uwe pamoja naye na fadhili zako ziwe pamoja naye.
katika jina la Yesu. Ndio Bwana, 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 ndio Bwana. Yesu Kristo, Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Yesu, umesema kila anayekuja kwako hata tahayarika, hata tahayarika, hata tahayarika, hata tahayarika, hata tahayarika. Aibu isimkaribie binti huyu katika ubinti wake. Aibu ikae mbali naye. Yes, Lord. Wewe Mungu tujua, wewe Mungu tujua. Aibu isimkaribie binti katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mipango ya adui isifanikiwe juu yake katika jina la Yesu. Yes, 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 Jesus. Neema yako Yesu na iongezeke juu yako. Neema yako Yesu na iongezeke maradufu, maradufu, maradufu. Ndio Bwana. Neema yako Yesu, neema yako Yesu na iongezeke juu yako katika jina la Yesu. Tuonane baadaye baada ya ibada. Sogeni pate kuombea. Bwana Yesu, neema yako na iwe juu ya kijana. Neema yako Yesu na iwe juu ya kijana huyu. Neema yako Yesu, neema yako hata kwenye masomo yao, kwenye masomo yao Bwana, wafanye kuwa vichwa, wafanye kuwa vichwa Bwana, wafanye kuwa vichwa. Zaidi ya yote, umba roho ya ibada, waumbie moyo wa ibada watoto hao, wakuche wewe katika maisha yao yote, wakuche wewe Mungu, wakuche wewe Mungu katika maisha yao yote, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Msaidie huyo, jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Acha tu, kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu ninakataa kila madhabahu zote, ninakataa. Neema yako Yesu, neema yako, neema yako Bwana, ninakataa roho za kidunia. Naomba wale watoto warudi hapa, wawe wa mwisho. Watoto naomba wawe wa mwisho pale pale. Endeni msimame pale watoto wangu. Hawa nitaomba nao mwishoni kabisa. Kina Prince mje huko. Mtakatifu, uliye mwaminifu, uliyejaa upendo mwingi, uliye mwingi wa rehema, utuwaziaye mawazo mazuri. Ninajua unayo mawazo mazuri juu ya mama huyu, unamuwazia mawazo mazuri Yesu. Naomba neema yako iwe juu yake, fadhili zako ziwe juu yake, pendo lako lizidi kumiminwa juu yake, yote kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Kila vinavyomzinga